Mungu amemkusudia mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Wenye haki, wenye haki. Bwana asifiwe. Wewe uliokoka kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, tunafanyika wenye haki wa Mungu. Hatufungi siku 40 ili tuwe wenye haki wa Mungu. Tumemwamini Yesu Kristo, imetosha sisi kuhesabiwa haki. Maana Biblia inasema ya kwamba tumehesabiwa haki kwa neema, basi mtu yeyote asijivune. Wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama sisi ni wenye haki, Mungu anatutazamia kuishi kwa imani. Anasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake. Maana yake ni kwamba kwanza mwenye haki lazima aishi kwa imani. Biblia inaposema ataishi kwa imani, inamaanisha mwenye haki ataendesha maisha yake kupitia imani. Amina. Tunaposema yule mtu anaishi Dar es Salaam, tunamaanisha yule mtu anaendesha maisha yake huko Dar es Salaam. Maana yake ni kwamba mtindo wote wa maisha anayoishi, maisha yake kwa ujumla, maisha ya kiuchumi, maisha ya kindoa, maisha ya kifamilia, maisha kwenye kila engo ya maisha, Biblia inasema ataendesha maisha yake kwa imani. Lakini anaposema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, anamaanisha mwenye haki atakuwa hai kwa imani. Haleluya. Hatakuwa hai kwa dawa anazotumia. Na nikisema hivi, simaanishi uache kutumia dawa unazotumia, lakini inua macho yako zaidi kwa Mungu, kwa sababu utaishi kwa imani, sio kwa dawa. Haleluya, mtumishi wa Bwana. Kama nahubiria wenye haki, natamani kusikia amina yako.